Na mtazamaji, baada ya kimya cha siku kadhaa, hatimaye aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha ODM Mheshimiwa Edwin Sifuna amevunja kimya, huku timu ya Linda Mwananchi ikiendelea kujiandaa kurudi tena ground katika ziara zao za kisiasa kule Mulembe Nation. Hii Ijumaa ya tarehe 3, watazamaji wangu, wiki hii Edwin Sifuna pamoja na viongozi wengine ndani ya timu ya Linda Mwananchi watakuwa wanaelekea kule Kisii pamoja na Nyamira County. Na akizungumza siku ya leo katika mahojiano na moja ya runinga kutoka hapa nchini Kenya, Edwin Sifuna ameweza kuzungumzia kuhusiana na maisha yake baada ya kuondolewa ndani ya ODM kama katibu mkuu. Je, kweli ODM ingetaka kufanya kazi na yeye tunapoelekea pale mwaka wa 2027, ama mambo yako namna gani? Hii broad based government itaendelea ama itavunjika kabla ya mwaka wa 2027? Kwa kweli watazamaji wangu, kama kuna kiongozi ambaye anazidi kuwa tishio kwa William Samoei Ruto na timu ya Linda Ground ni huyu Edwin Sifuna. Kuondolewa kwake kumekuja kuvunja hii broad based government. Kuondolewa kwake kumesambaratisha hii ODM ya Linda Ground. Kabla sijaendelea kuwafahamisha kwa kiundani watazamaji wangu kuhusiana na ripoti ambazo tunazipata asubuhi ya leo kutoka kwa Edwin Sifuna, siku chache kabla hawajaingia kwenye ziara zao za Linda Mwananchi rallies, ningependa kukuomba wewe mtazamaji wangu, kama ndio mara yako ya kwanza kufika hapa BM Daily Politics, ujiunge nami kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizi habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Na mtazamaji, baada ya Raila Amolo Odinga kuiaga dunia, kwa kweli ODM sasa hivi imekuja kusambaratika zaidi. Hakuna mtu ambaye alifikiria kwamba siku moja Edwin Sifuna angekuja kuondolewa kama katibu mkuu wa chama cha ODM, na hata kuna uwezekano hata endelea kuwa mwanachama wa ODM kabla ya mwaka wa 2027. Kazi ya Edwin Sifuna imekuja kutamatishwa baada ya baba Raila Amolo Odinga. Kwa kweli ODM, watazamaji wangu, haitawahi kuja kupata kiongozi kama Raila Amolo Odinga. Hata wakati Raila Amolo Odinga alikuwa hai, huyu Edwin Sifuna alikuwa anaipinga serikali, alikuwa anapinga broad based government, alikuwa anakataana na mipango ya William Samoei Ruto, lakini hakuwahi kuondolewa. Kumbe kuna wale ambao hawakuwa wanafurahishwa na Edwin Sifuna, kwa sababu Edwin Sifuna alionekana ni kama anawanyima viongozi wengine kutoka ndani ya serikali, kutoka kwa hii broad based government, wasije wakanufaika na serikali ya Kenya Kwanza. Lakini sasa unaona vile hali ilivyo sasa hivi, wanajutia ni kwa nini wamemuondoa Edwin Sifuna, kwa sababu hata kuna wanachama wengi wa ODM ambao wanaona ni wapi ambapo spirit ya baba Raila Amolo Odinga iko sasa hivi, ni wapi ambapo sauti ya baba Raila Amolo Odinga inasikika. Sio pengine watazamaji wangu, bali ni kwa Edwin Sifuna. Na unajua Oburu Oginga hakuwa the preferred leader ambaye angeweza kuchukua usukani kutoka kwa baba Raila Amolo Odinga. Kuna viongozi wengine kama vile Simba Arati, kuna kiongozi kama gavana wa Kisumu County Mheshimiwa Anyang' Nyong'o. Kwa sababu kama mnakumbuka vizuri watazamaji wangu, nataka niwarudishe nyuma kidogo. Kabla ya baba Raila Amolo Odinga hajapoteza maisha yake, alikuwa anagombania kiti cha kuwa mwenyekiti wa African Union kule Addis Ababa, Ethiopia, lakini hakuweza kufaulu. Na unajua wakati ule, wakati alikuwa anaenda kugombania hiyo nafasi, aliacha nafasi yake kwa Anyang' Nyong'o. Mbona hakuacha hiyo nafasi kwa ndugu yake ambaye ni Oburu Oginga? So unaona hiyo nafasi ambayo iko na Oburu Oginga sasa hivi inamlemea, kwa sababu yeye sio the preferred leader wa ODM baada ya kuondoka kwa baba Raila Amolo Odinga. Kuna Simba Arati ambaye anaonekana akona uwezekano mkubwa wa kuiongoza ODM kwa njia ambayo inafaa kuliko hata Oburu Oginga, ambaye hata mara kwa mara hajakuwa akijitokeza kwenye hizi mikutano, na hata akijitokeza unaona kweli ana struggle kuingia kwenye campaigns, ana struggle kufanya mikutano za kisiasa, ana struggle hata kuingia pale grassroots elections, pale grassroots politics, kukutana na wananchi. Kweli huyo Oburu Oginga, watazamaji wangu, sijui kama ndio atakuwa preferred candidate kutoka kwenye upande wa ODM endapo wataamua kusimama kivyao, ama watatafuta candidate mwingine, kwa sababu huyu, watazamaji wangu, miaka inazidi kusonga, mwili unazidi kupoteza nguvu, na siasa za hapa nchini Kenya, watazamaji wangu, zinahitaji viongozi ambao wako na nguvu, viongozi ambao ni chipukizi,
viongozi ambao wanaweza kukabiliana na serikali vilivyo kama vile ambavyo baba aliongoza katika hiyo miaka yake yote 25 tangu kutengenezwa kwa chama cha ODM. Sasa kuna ripoti ambazo tunazipata siku ya leo watazamaji wangu kutoka kwa Edwin Sifuna akizungumzia kuhusiana na yale masaibu ambayo yako pale ndani ya ODM sasa hivi baada ya yeye kuondolewa kama katibu mkuu. Anasema ya kwamba hawa wabunge ama baadhi ya viongozi pale wamevalia tu ngozi ya kondoo, lakini kule ndani ni mbwa mwitu, kwa sababu wao wanafanya kazi na William Samoei Ruto ili waweze kunufaika, lakini wanajua roho yao iko pale kwenye ile timu ya Linda Mwananchi. Roho yao iko pale kwa Edwin Sifuna na wanangojea tu William Samoei Ruto aweze kuwatimizia yale mambo ambayo amewaahidi at constituency level, kama ni maendeleo, kama ni barabara, kama ni shule ama hospitali ziweze kujengwa. Na hiyo ikikamilika, basi wao warudi kwenye upande wa Edwin Sifuna. Kwa kweli wao wanatamani kufanya kazi na Edwin Sifuna, lakini hawawezi kufanya hivyo kwa sababu ya yale mambo ambayo wamepromisiwa, mambo ambayo wanaendelea kufanyiwa na William Samoei Ruto. Wakienda pale inamaanisha hayo maendeleo yatasimamishwa. Inamaanisha kwamba hawatapata chochote kutoka kwa serikali ya William Samoei Ruto. Sasa wako pale ili waweze kunufaika, na wakinufaika mambo yanajua yatabadilika kuanzia pale mwaka wa 2027 kabla ya uchaguzi wa mwaka huo. Nataka nikupatie fursa mtazamaji wangu uweze kusikiza ujumbe kutoka kwa Edwin Sifuna akizungumza asubuhi ya leo katika mahojiano na moja ya runinga kutoka hapa nchini Kenya, akielezea kuhusiana na mambo ambayo yanazidi kushuhudiwa ndani ya ODM baada ya baba Raila Amolo Odinga kupoteza maisha yake, na yeye ako na msimamo gani. Kuna uwezekano yeye kuja kufanya kazi na William Samoei Ruto? La. Kuna uwezekano kuja kufanya kazi na Oburu Oginga? Hapana. Kuna uwezekano yeye kuja kufanya kazi na timu ya Linda Ground? Hapana. Huo ndio msimamo wake na yeye yuko pale kwa Linda Mwananchi. Kama atafungua chama chake ni sawa, kama ataamua kujiunga na vyama vingine ni sawa, lakini yeye hawezi kujiunga tena na broad based government, hawezi kufanya kazi na viongozi ambao wanazidi kuwasaliti na kutowatetea wananchi hapa nchini Kenya. Kabla asije kuwekea video mtazamaji wangu kutoka kwa Edwin Sifuna, nakumbusha tena kama ndio mara yako ya kwanza kufika hapa BMT Politics, ujiunge nami kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Ndio huyo ndio anauliza kwamba uko na conditions zingine za kufanya kazi na hakuna either William, hakuna siku mtaniona nikifanya kazi na William Ruto. Maadili yangu na yake haipatani, na nimekuexplainia kwa nini. Nimekuexplainia moja kwa moja kwamba siwezi kaa na mtu hapa mimi mwenyewe Mkristo Mkatoliki najua Biblia ilisema nini. Hata kujenga hekalu ya Mungu, huwezi kubaliwa kujenga hekalu ya Mungu kama mkono wako umemwaga damu, jinsi ambavyo Daudi alikatazwa. Unakaa hapa na mtu unajua tu vizuri huyu mtu ni muuaji, haiwezekani bana. Okay. Mimi mwezi kunipata kwa hiyo vitu, na si ati ni kwa chuki ama nimekuambia it's nothing personal. Mimi hata sijawahi kukutana naye ati kuzungumza ama kufanya chochote naye. Maadili yangu na yake haipatani, so there is no condition. I have no conditions. Okay. And which hata akisema ni support ni kuwe president yeye akuwe sijui whatever, nitakataa. Siwezi. Yeah? Siwezi kubali. All right. Kuna hawa ndugu zetu wa upinzani nimekuelezea kwamba kwanza tuanze na kukubaliana Kenya mpya ambayo tunaiona, ambayo watu wanataka kuiona. Tuweke blueprint pale, wale ambao watakubaliana na sisi kwamba this thing is not about ukubwa, sio about positions, sio about nani ndio kiongozi ama nani sio kiongozi, ni jinsi ambavyo tunaweza kubadilisha maisha na tumalize kilio ndani ya taifa yetu. Iwapo tutakubaliana hapo, then muunde team, mkiallocate positions, mnaallocate striker ni nani, defender ni nani, goalkeeper ni nani, lakini baada ya kukubaliana kwamba kuna maadili fulani ambayo tunataka kuanza kutekeleza tunapotoa Ruto. Baadaye kwa kutoa Ruto kuna statement Mheshimiwa Osoro alisema juzi. Naam. Kwanza rafiki yako by the way, muliachania wapi? Because there's a photo I saw sometime back. Yeah. Wewe na Kibagendi na Osoro mmepigwa mahali. Yeah, tulianza kama vijana wa baba. Wao kina Osoro wakaondoka wakatafuta njia mbadala. Na mimi nikasalia kwa kijana wa baba. Tulianza tukiwa mimi, Osoro, Mheshimiwa Kibagendi, Mheshimiwa Moha. 2017 tukiwa vijana wadogo tunajaribu siasa kwanza. Alisema nini? Alisema kwamba ni ngumu sana kumtoa Mheshimiwa Ruto madarakani. Hatujasema itakuwa rahisi. Nani amesema itakuwa rahisi? Na ndio maana tunafanya haya mazungumzo. Nyakundi, hakuna mwanaume anamganga kufanya kazi rahisi. Hizo ngumu ndio tunataka. Tunataka tumwambie kwamba wananchi ndio wenye kupeana mamlaka.
Kama wananchi wamekukataa, haijalishi wewe ni nani, utatoka tu. Unajua hawa jamaa huwa wanajaribu kutumia ati kwa sababu ana nguvu ya jeshi la polisi, ana pesa, ana system. Mimi nakwambia tumeona wengi wakianguka na hiyo system. Unajua wako pahali sisi tulikuwa mwaka wa 2022. Kama unakumbuka, hata sisi tulikuwa tunajipiga kifua tukisema system iko, pesa iko, hatuwezi waachia mwizi. Mnakumbuka hayo mambo yote yakisemwa? Si hiyo mwizi ya kukonsita usai, si aliingia. So ile kisu tu ambaye alitunyoa nayo ndio sisi tunakuja nayo tu 2027. Na nakuhakikishia kwamba baada ya Wakenya kupiga kura, hakuna mtu atajaribu kukatalia pale ama kuleta ufisadi. Na ndio maana Nyakundi, hii discussion ambayo tumekuwa nayo asubuhi nzima ni muhimu sana, kwa sababu tunataka hiyo kura ikuwe overwhelming. Unajua ni rahisi kuiba kura ambaye tofauti ni kidogo, kama kwa mfano vile ambavyo William alijiingiza hapo na kura 1200. Hatuwezi kubali margin ikuwe kidogo hivyo. Tunataka margin ya kura milioni 5. Yaani tukiwa na milioni 10, yeye ako na 5. By saa 8 tunakutana na Talanta anatupatia panga. Twende tuongoze nchi. Kwa kweli vijana wa Gen Z wako na furaha, wanafurahishwa na uongozi wa Edwin Sifuna. Na ndio manake unaona wanamsupport sana. Ukiangalia idadi kubwa ya wafuasi wa Edwin Sifuna ni vijana wa Gen Z ambao kwa kweli wameona vile ambavyo Edwin Sifuna amekuwa akisimama na wao, vile ambavyo Edwin Sifuna amekuwa akiwatetea, hata kama alikuwa mmoja ya wale ambao walikubali na wakasign agreement ya broad based government, lakini hiyo ni mambo ambayo yalifanyika na yaliweza kupita, na yale mambo ambayo yalipendekeza katika hiyo broad based agreement hayajaweza kutimizika. So unaona yeye Edwin Sifuna kupigwa kwake vita ndani ya hii timu ya Linda Ground mpaka kaondolewa ni kwa sababu hataki kukimya, hataki kukula meza moja na wale watu ambao ni wafisadi, wale viongozi ambao wanaendelea kulemaza uchumi hapa nchini Kenya, wale viongozi ambao wanaendelea kutumia mali za umma vibaya. Yeye amesimama na ukweli, na ukweli umekuja kumkomboa na kumweka kwenye nafasi ambayo wengi wanatamani kukua hapo. Mahali ambapo Sifuna amefikia sasa hivi, ukimwangalia kwenye ulingo wa kisiasa, ni mbali zaidi kuliko vile ambavyo alikuwa kabla hajaondolewa kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Kuondolewa kwake pale ndani ya ODM kama katibu mkuu kumempandisha ngazi, kumempandisha cheo kwenye ulingo wa kisiasa hapa nchini Kenya. Wengi wa viongozi wanatamani kufanya kazi na Edwin Sifuna, lakini je, wataweza kuacha yale maendeleo ama mambo ambayo yanafaidi kutoka ndani ya serikali ya Kenya Kwanza? Hawawezi. Kwa hivyo mambo bado, watazamaji wangu, na tunapoelekea pale mwaka wa 2027, najua hata hii team ya Linda Ground haitakaa vile ilivyo. Kuna mgawanyiko, kuna kusambaratika na disunity ambayo tutakuja kuishuhudia ndani ya hii team ya Linda Ground ambayo inaongozwa na Oburu Oginga. Na kwa mimi hapo watazamaji, lakini sijui mmejiandaa vipi nyinyi watu wa Nyamira kutoka pamoja na kule Kisii katika hii rally ya Linda Mwananchi ambayo itakuja hii siku ya Ijumaa, Kisii pamoja na Nyamira. Je, mko tayari kumpokelea Edwin Sifuna, Babu Owino Orengo pamoja na viongozi wengine wa Linda Mwananchi? Niacheni maoni yenu hapo kwenye eneo la comment watazamaji wangu, na nakumbusha tena, kama ndio mara yako ya kwanza kufika hapa BM Daily Politics, mjiunge nami kwa kusubscribe na pia muweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msina bali watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na habari zaidi za kuwafahamu.